Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hotuba ya siku ya Mungu ya siku ya Mungu ya 14 mwaka A. Wapendwa ndugu, kaka na dada katika Kristo, wasikilizaji wote wa Utukufu Plus, na wasalimia na kuwatakia amani na furaha. Somo ambazo Eklesia inatutolea kwa siku ya leo. Somo la kwanza ni katika kitabu cha Zakaria sura 9 mstari wa 9 hadi 10, na Zaburi ni 144, na somo la pili ni katika kitabu cha Waroma sura 8 mstari wa 9 hadi wa 13, na Injili ni ya Mtakatifu Mateo sura 11 mstari wa 25 hadi 13. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye kuelemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Leo neno la Mungu inakuya kutuliza mioyo na kutufundisha kwamba Mungu ni Mungu asiyekuwa mbali. Ni Mungu mwenye kututafuta na kutuita kwake. Amejionyesha kama kuwa mfalme wa amani. Nabii Zakaria anatabiri Masia atakayekuja akiwa amepanda punda. Katika ulimwengu wa zamani, punda ilikuwa ishara ya amani na farasi ilikuwa ishara ya vita. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha aina mpya ya mamlaka. Mungu hashindi kwa silaha, hashindi kwa chuki, anashinda kwa upendo. Wakristo wapenzi, tunaweza kujiuliza, sisi tunamkaribisha Kristo au bado tunaendelea kujenga maisha yetu juu ya hasira, kisasi na kutengana? Mtakatifu Francesco wa Asizi aliomba akisema, Ee Bwana, nifanye niwe chombo cha amani yako. Penye chuki nilete upendo, penye majeraha nilete msamaha. Hiyo ndiyo wito wa kila Mkristo. Mungu anajifunua kwa wanyenyekevu. Yesu anamshukuru Baba kwa sababu amefunua siri zake kwa wadogo. Hii haimaanishi kupinga elimu, lakini elimu bila unyenyekevu inaweza kuwa kiburi. Mungu haangalii ukubwa wa akili, anaangalia ukubwa wa moyo. Ndiyo maana Mtakatifu Augustino alisema, ni unyenyekevu na tena unyenyekevu ndiyo msingi wa maisha ya Mkristo. Kadiri mtu anajishusha mbele ya Mungu, ndivyo Mungu anajionesha kwa mtu huyo. Yesu anasema, njoni kwangu. Mtakatifu Augustino aliandika katika kitabu chake akisema, umetuumba kwa ajili yako, Ee Bwana, na mioyo yetu haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani yako. Tunatafuta pumziko kila mahali, lakini pumziko la kweli
liko ndani ya Kristo. Mtume Paulo anatukumbusha, mukiishi kwa Roho mutaishi. Leo tunaishi katika dunia inayotukuza tamaa. Watu wanaamini kwamba furaha ni kuwa na pesa, kujulikana, kuwa na mamlaka. Lakini Yesu anasema furaha ni kuwa na moyo unayompokea Mungu. Roho Mtakatifu inatusaidia kusamehe, kupenda, kuvumilia, kutumikiana na kuwa mashahidi wa Injili. Ndugu zangu, leo hii watu wengi wana mizigo mizito, mzigo wa vita, mzigo wa maisha, mzigo wa umaskini, mzigo wa huzuni, mzigo wa magonjwa. Papa Francisco amesema Mungu hachoki kamwe kutusamehe. Sie njo tunachoka na kumwomba msamaha. Kwa hiyo usikate tamaa. Hata ukianguka mara 100, Kristo anakuita akisema, njoni kwangu. Huruma ya Mungu inatunza dhambi zote. Hakuna shida yenye Kristo hawezi kuponya. Baada ya kusikiliza hotuba hii, tufanye maamuzi haya. Tuanze kila siku kwa sala. Tuwe watu wenye amani katika familia zetu. Tusamehe waliotukosea. Tuwasaidie maskini na wanaoteseka. Papa Francisco anatukumbusha, Mkristo anayesahau maskini amesahau Kristo. Kwa hiyo kumpokea Yesu maana yake pia ni kumpokea na ndugu anayeteseka. Wapenzi wasikilizaji wa Utukufu Plus, Yesu anawakaribisha mwenye dhambi, anamkaribisha mgonjwa, anamkaribisha aliyevunjika moyo, anamkaribisha aliye na tamaa, anamkaribisha aliyekata tamaa. Na mwisho narudilia maneno ya Mtakatifu Augustino, moyo wa mwanadamu hautapata pumziko mpaka upumzike ndani ya Mungu. Na maneno ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa. Tumombe Bikira Maria, mama wa Yesu na mama wa Kanisa, atuongoze daima kwa mwana wake, ili tupate pumziko la kweli ambalo dunia haiwezi kutupatia. Bwana awe nanyi.